Rais wa Marekani Donald Trump na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wametia saini kwa njia ya kielektroniki hati ya makubaliano ya awali MOU inayolenga kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Kwa mujibu wa Reuters, maandishi ya makubaliano hayo ya muda yalitolewa hadharani Jumatano, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ikithibitisha kuwa yalianza kutekelezwa mara moja baada ya kutiwa saini. Hata hivyo, Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kurejesha mashambulizi dhidi ya Iran ikiwa Tehran haitatekeleza kikamilifu masharti ya makubaliano hayo. Alisema pia viongozi wa Iran wanaweza kulengwa endapo makubaliano hayo yatakiukwa. Akizungumza katika mkutano wa viongozi wa G7 nchini Ufaransa, Trump pia alionekana kulegeza msimamo wake kuhusu mpango wa makombora wa Iran, akisema itakuwa si haki kuinyima Iran uwezo wa kumiliki makombora masafa marefu, tofauti na kauli zake za awali za kutaka kuondoa kabisa uwezo huo. Kwa upande wake, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alisema nchi yake imepata mafanikio makubwa kupitia mazungumzo kuliko ilivyoweza kupata vitani. Kila tulichotaka kukipata kupitia vita tumekipata mara nyingi zaidi kupitia mazungumzo, alisema Ghalibaf, akiongeza kuwa makubaliano hayo yanajumuisha pia kuachiliwa kwa mabilioni ya dola za mali za Iran zilizokuwa zimezuiwa. Makubaliano hayo yenye vipengele 14 yanaongeza muda wa usitishaji vita kwa siku 60 ili kutoa nafasi kwa pande zote kufanya mazungumzo ya kufikia mkataba wa kudumu. Pia yanajumuisha kusitishwa mara moja kwa mapigano katika maeneo yote ikiwemo Lebanon, kurejeshwa kwa usafiri wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz bila ada za ziada, kuondolewa kwa vizuizi vya Marekani dhidi ya bandari za Iran, kuanza kwa mchakato wa kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, kuachiliwa kwa mali za Iran zilizokuwa zimegandishwa, kuanzishwa kwa mfuko wa uwekezaji wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran baada ya vita. Maafisa wa Marekani na Iran wamesema Trump na Pezeshkian walitia saini makubaliano hayo kwa lugha za Kiingereza na Kiajemi, huku Iran ikieleza kuwa makubaliano hayo yameanza kutekelezwa rasmi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vita vilivyoanza Februari 28 kati ya Marekani, Israel na Iran vilisababisha zaidi ya watu 7,000 kupoteza maisha, wengi wao wakiwa Iran na Lebanon. Mzozo huo pia ulisababisha kupanda kwa bei za mafuta, kuongezeka kwa mfumuko wa bei duniani na hofu ya uhaba wa chakula katika nchi zinazoendelea. Baada ya kutangazwa kwa makubaliano hayo, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent ilishuka hadi chini ya dola 80 kwa pipa kutokana na matarajio ya kurejea kwa usafiri wa kawaida kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, bei ziliongezeka tena baada ya Trump kuonya kuwa operesheni za kijeshi zinaweza kuanza upya ikiwa Irani haitaheshimu makubaliano hayo. Rasmi sasa Irani na Marekani zimetia saini makubaliano ya kusitisha vita baina ya pande hizo kwa njia ya kielektroniki, ambapo hati hiyo imesainiwa kwa lugha ya Kiingereza na Kiajemi, yani Kifars. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.